Yes, kwa mujibu wa tafiti au taarifa za shirika la ujasusi wa nchi ya Urusi FSB linasema kwamba zaidi ya majenerali wa Kiyahudi ya Israeli 56 wamefariki. Zaidi ya majenerali 56 wa Kiyahudi wamefariki. Agent wa Mossad 732 wameuliwa. Air Force officer 1198 wameuliwa. Wanajeshi 3462 wamekufa. Hii ni kwa mujibu wa shirika la ujasusi wa Urusi. Unafahamu kwamba kwenye masuala ya mikakati na ujasusi kuna msemo unasema hivi: samaki wanaogelea, ndege wanapaa, Warusi wanafanya ujasusi. Samaki wanaogelea, ndege wanapaa, Warusi wanafanya ujasusi. Nisha kuzungumza kuhusu namna gani wenzetu wametengeneza haiba, wenzetu wametengeneza mtazamo kuhusu nchi zao, wenzetu wametengeneza mkakati wa kuweza kuzibrand nchi zao, wenzetu wametengeneza mazingira ya kuto kuonyesha makosa katika nchi zao. Sasa ukiangalia au hiyo takwimu ambayo nimekutajia, hauwezi kuisikia kwenye Western media, hauwezi kuisikia katika vyombo vya habari vya kimagharibi, kwa sababu kusema kwamba zaidi ya maajenti wa Mossad 738 wameuliwa, wanajeshi 3000, hiyo inakuwa ni fedhea kwa Mossad, Shin Bet na Amani, kwa sababu nafahamu wenzetu wametengeneza taswira kwamba ni taifa la Mungu, taifa la kimkakati, wamechaguliwa, kizazi cha dhahabu. Kwa unaposema kwamba watu wao wamefariki, maana ni kwamba unaenda kusabotage taswira, brand analysis of nation ambayo wameitengeneza. Nataka kusemaje? Propaganda ndio imekuwa sehemu ya msingi ya kushape mawazo ya watu. Taarifa ni mojawapo ya national strategies, national security. Yani mass media kuna dunia ya leo ni mojawapo ya kitu kinachoitwa instrument of national power, instrument of state power. Yani ni mojawapo ya nyenzo ya mamlaka na udhibiti wa nchi. Sasa wewe unaweza ukaona taarifa zinatolewa na vyombo vya habari vya kimagharibi ukafikiri kwamba hizo taarifa zinatolewa tu. Hizo taarifa huwa zinatolewa kimkakati, zimechujwa, zimeandaliwa. Sun Tzu, mwanamikakati wa kimkakati, anasema hivi: vita vimejificha katika udanganyifu. Vita vimejificha katika udanganyifu. Vita vimefichwa katika udanganyifu. Yani vita vyote duniani hapa vinapigwana katika udanganyifu, na ukiweza kutumia vyombo vya habari unaweza kushinda vita kabla haujaingia ulingoni. Kwa kutumia taarifa, propaganda, mfanya adui yako akuone wewe ni dhaifu, kumbe una nguvu. Mfanya adui yako akuone wewe upo mbali, kumbe upo karibu. Mfanya adui yako akuone kwamba wewe ni dhaifu, kumbe umejiandaa. Propaganda, taarifa, vita vyote vimejificha na vimefichwa katika taarifa. Kwa hiyo hii idadi ambayo unaiona sio idadi ya kitoto. Tazama, ni idadi ambayo inatoa taswira kubwa. Majenerali 56, maagent wa Mossad 732, Air Force officer 1198, wanajeshi 3462 wamefariki. Juzi nilikuwa na tazama posti moja ilipostiwa baada ya Irani kuweza kurusha makombora ya hypersonic na intercontinental takriban kilomita 4000 ambao kaenda katika kisiwa cha Diego Garcia, lakini alipokuwa anapiga pale domena Israeli ukiacha Haifa, mtu mmoja akasema kwamba hivi hawa Wayahudi hawafi? Alijenga hoja nzuri sana. Hivyo Waisraeli hawafi? Hawa Waisraeli
hawafi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna hoja ya msingi ambayo anazungumza kwamba mkakati wa kudhibiti taarifa ni mkakati wa msingi ambao umekuwa ukitumika au ukitumiwa kuweza kushepu public opinion. Kwa mfano, bomu moja la intercontinental ballistic missile ukitazama limekuwa linatajwa kwamba lina tani 3. Bomu moja la intercontinental ballistic missile linatajwa kwamba lina tani 3. Pata ni tani 2. Linatua Haifa, linatoa Tel Aviv, unaambiwa kwamba alijaua hata mtu mmoja. Inaingia akilini? Ipo sawa sawa kwenye akili? Yaani hiyo operation ambayo imeanzisha Iran, ni kweli kwamba wanajeshi wa Israeli hawafi? Kwa sababu maeneo ambayo yamekuwa yakilengwa ni maeneo ya nyuklia, kambi za viongozi, kambi za kijeshi, idara za usalama na ujasusi, lakini kambi za kimkakati. Sasa je, hizi taarifa ambazo tunapewa ni taarifa ambazo huoni kama zimechakatwa, zimeandaliwa kimkakati? Nataka kusemaje? Vita vyote duniani vimefichwa katika taarifa, vimeandaliwa katika taarifa. Unapoweza kudhibiti taarifa, unakuwa na nguvu. Unapoweza kudhibiti taarifa, unakuwa na power. Unapoweza kudhibiti taarifa, unakuwa upo mbele ya muda, kwa sababu vita vimejificha katika propaganda. Propaganda ndio imekuwa ikiendesha vita. Propaganda ndio imekuwa ikiendesha vita. Nataka ufahamu hichi. Taifa bwana, mvua zinanyesha. Nataka tuzungumze kidogo. Nilikuwa nakaa nafikiri na kuwaza kwa nini Rais Trump ameshinda urais kwa mara ya pili. Of course, nilipokuwa studio nilizungumza kidogo kuelezea kwamba Rais Trump ameshinda na hichi anachokifanya, kwa nini anafanya hivi? Je, anafanya hivi kwa bahati mbaya au ni mikakati ambayo kimsingi ilipangwa na wale ambao wanaoitwa Wayahudi? Na zote tufahamu kitu kimoja kwamba Wayahudi wameplay part kubwa sana kwa Rais Donald Trump kuweza kushinda urais kipindi chake cha pili na kuwa rais wa 47. Na kimsingi ni kwamba ameweka historia kwa kuwa rais wa 45 na wa 47 wa taifa la Marekani. Lakini ukichunguza hatua zake, Rais Trump kwa kweli ni kiongozi ambaye amekuwa hatua zake hazieleweki, kwa sababu maamuzi yake yamekuwa, ukiyatazama, yamekuwa hayaeleweki sana. Na hiyo dhana tunaita ni transactional, yani kiongozi ambaye anachokisema sio anachokizungumza, na anachokizungumza sio anachokimaanisha, na anachokimaanisha sio anachokitenda. Lakini lazima ufahamu kitu kimoja kwamba hiki ambacho anachofanya Trump hakuna rais yote mwingine ambaye anaweza kufanya. Hiki ambacho anachofanya Rais Trump hakuna kiongozi mwingine yoyote ambaye anaweza akafanya. Yani hatua za kwenda kuivamia au kuishambulia Iran na kuweza kumuua kiongozi wao mkuu, Ayatollah Ali Said Khamenei, kiongozi wa Shia duniani, ni hatua ambayo hakuna rais yote mwingine anaweza akafanya. Hakufanya hivyo Bill Clinton, hakufanya hivyo Jimmy Carter, hakufanya hivyo Obama, hakufanya hivyo Biden, hakufanya hivyo wakina Bush mkubwa na Bush mdogo, hawakufanya hivyo. Kwa nini? Ni Rais Trump. Tunakubaliana kwamba kila kiongozi huwa anakuja kufanya mambo ambayo kiongozi mwingine anakuwa hawezi kufanya. Na kwa wenzetu ni kwamba wamekuwa wakichagua viongozi kwa kutumia dhana ambayo inaitwa falsafa ya wakati na mahali. Tupo mahali wapi? Tunahitaji nini? Kufikia nini? Ili iweje? Ni mojawapo ya dhana ya msingi sana katika kuchagua viongozi duniani, kuzingatia dhana ya falsafa ya wakati na mahali. Lakini ukitazama
kutengeneza kinachoitwa Greater Israel, kuna kwamba Israeli kuu Mashariki ya Kati, na Wayahudi wanaamini kwamba lile eneo Mashariki ya Kati wamepewa na Mungu. Wale ambao wanaamini kwenye mtazamo wa Biblia, of course sio Biblia inasema kwamba ukisoma Biblia inasema kwamba Mungu alimbariki Mungu alimbariki Ibrahim, na atakayekubariki atabarikiwa, na kimsingi atakayekulaani naye atalaaniwa. Kusoma Biblia, of course kuna debate hapo kwamba hawa Wayahudi ambao wanatajwa ndio Wayahudi hawa. Hiyo ni debate ya siku nyingine, kwamba wao kina Netanyahu mbona wana asili ya Poland, au wakina Golda Meir mbona kama wana asili ya Hungary. Je, hawa ambao wanaitwa Wayahudi wa leo ndio Wayahudi kweli ambao itajwa kwenye Biblia? Ni hoja ambayo watu wengi wamekuwa wakizungumza na wamekuwa wakipinga. Kumekuwa kuna hiyo mirengo tofauti ya kifalsafa au ya kimitazamo kuhusu swala zima linapokuja Mashariki ya Kati. Lakini nataka kusemaje? Nataka kusema kwamba ni kweli kabisa kwamba wana mpango wa kufanikisha au kutekeleza Israeli kuu, na katika mpango wao kufanikisha kuna mataifa lazima yaweze kupigwa. Sio bahati mbaya katika hili, kuna mataifa lazima yaweze kupigwa, na moja taifa hilo ni taifa la Iran. Watafanikiwa kiasi gani itategemea na mikakati ya vita, lakini wao wanaamini kwamba Iran iliyokuwa na nguvu ni matishio ya usalama dhidi yao. Iran iliyokuwa na nguvu ni matishio ya usalama na uwepo wa taifa la Israeli, na wanaamini kwamba nusu ya Misri ni ya kwao, Syria yote ni ya kwao, Lebanon ni ya kwao, Jordan ni ya kwao, hakuna kinachoitwa Palestina yote ni ya kwao, nusu ya Saudi Arabia ni ya kwao, mpaka nusu ya Iraq ni ya kwao. Huu ndo mpango ambao unaitwa Greater Israel, Mashariki ya Kati. Ni mpango mkubwa sana, kama mlimsikia balozi wa Israeli katika nchi ya Marekani alisema kwamba wamepewa na Mungu kuna vitabu vyao vitakatifu.